Kujigawa, unajua unapokuwa baba, moja kati ya majukumu yangu ni kuhakikisha vitu vyote vinakwenda sawa. Kwa hiyo kwenye jambo linalomhusu mke wangu, nitahakikisha anafikia ile ndoto ambayo yeye anaitamani na linafanikiwa kwa ukubwa ule ambao yeye anauona, na mimi ndio napaswa kuwa mtu wa kwanza kumsupport na kumuonesha njia ile bora, kuwekeza nguvu, akili, muda wangu katika jambo lake, sababu ni jambo lake, ni jambo letu la kifamilia. Na hata kwenye jambo langu mimi, huwa hiyo nafasi hiyo ipo. Kikubwa ambacho napenda ni linapokuwa jambo la mke, mimi naweza kuweka nguvu yangu kubwa kuona yeye anawezaje kuprosper au kufanikiwa katika hilo jambo. Lakini linapokuwa jambo langu mimi kama baba pia, natamani nimpunguzie majukumu, asiwe yani ana wajibu tena wa kutumia nguvu katika jambo langu, kwa sababu mimi kama baba naamini ni hicho kwa chuo mimi na timu yangu tunaweza kuifikisha pale ambapo natamani kuifikisha. Na moja kati ya vitu ambavyo siku zote natamani ni kumpunguzia majukumu mke wangu, au kumpunguzia stress. Awe she's a African princess, kwa hiyo anatakiwa kuwa princess, yani hata kama atashiriki kwenye chuo kwa chuo, basi ashiriki katika namna ambayo yeye hataki kupata frustrations zote, kuanza kuwaza hii show inafanyikaje na nini katika level ya utendaji na nini. Naamini hiyo mimi pamoja na timu yangu tunaiweza, na inapokuwa kwenye vitu vyake pia nashiriki, kwa sababu natamani kuhakikisha yeye anapungukiwa na majukumu hata katika jambo lake. Kwa hiyo siwezi kushiriki kwenye jambo lake kumpunguzia majukumu alafu nikachukua tena yeye aje nika reciprocate, yani nikataka kwangu mimi tena aje afanye kama ambavyo anafanya, kwa simsaidii. Lengo la kumsaidia kwenye vitu vyake ni kumpunguzia majukumu. Sasa nikiwa tena namleta kwangu nampa jukumu, inakuwa tumebadilishana majukumu, kwamba yeye anashiriki kwangu kwa 50% ili mimi nishiriki kwa 50%. Sivyo hivyo. Mimi nataka nishiriki kwake kwa 100%, yeye akishiriki kwangu hata kwa 5%. Ni kubwa sana kwa binti na kwa mwanamke kama yeye ambaye tuna mtoto, tuna vitu vingi ambavyo vinahitaji sana uwepo wake. Ndio. Yes. Nyinyi mlionekana mmemsupport Jux kwenye event kabisa, shughuli zake. Hadi wengine wakahoji wakasema na yeye ajitokeze hivi kwenye shughuli za watu. Ndio. Nasi ana mind akiona kuna wasanii na support sometimes hata bila kulipishwa, kulipisha. Ila yeye anamchunguza kama wale, lakini wamchukulia kimya, kuna kupost, kuna kushiriki, kuna kufanya chochote. Unataka it personal? Hapana. Mimi ukiona nimetokea kwenye jambo la mtu au nimefanya kwenye kitu chochote cha mtu au msaada wote nimemsaidia mtu, nafanya kile ambacho naona nafsi yangu inaweza. Sifanyi kwa kuweka deni kwamba lazima wewe uje ufanye kwangu. Nikija kwenye msiba wako, nikija kwenye sherehe yako, nimekuja kwa sababu hiyo nafasi nimekuwa nao na huo muda nimekuwa nao kama mwanadamu, na mimi hiyo ndo namna yangu ya kuishi. Kwa hiyo sitokudai kwamba eti nilikuja kwenye ulifiwa nikaja na mimi nakaa msibani nikague nani alikuja au nani hakuja, au ulikuja kwenye harusi yangu au nilikuchangia kwenye harusi yako basi lazima unichangie. Mimi siweki madeni ya namna hiyo. Nafanya kile ambacho naona kwa wakati huu naweza kukifanya na naweza kutoa support. Kama wewe utaona nililofanya ni kubwa au linatija kwako, unaweza kushiriki kwenye mambo yangu. Na ni vizuri kushirikiana. Ushirikiano, umoja unatengeneza nguvu kubwa sana. Kwa hivyo ni vizuri kushirikiana, na mimi pia kushiriki katika vitu vya watu ni kuhamasisha watu waweze kushirikiana. Kwa huto mind that siwezi kumind, kwa sababu sifanyi kitu ili nimwekee mtu deni. Nafanya kitu kwa moyo wangu na kwa namna ambayo naona naweza kufanya. Umetoka Nigeria na ile harusi imetake over, dunia imeona. Yes. Na watu wakasema ile imefunika sana. Wakati harusi inafanyika nakumbuka was there, ilikuwa kubwa. Ndio. Kila mtu alisema hii ni noma sana. Ndio. Wako watu wanakompea. Ndio. Na sijajua wewe experience yako wakikompea mnisumbua kwenye akili zenu wasanii, labda kuona kwamba na sisi tulifanya ilikuwa kubwa hivi. Ama kama wewe kwa maoni yako kwa ulichokiona na watu wanachokidiscuss, unaweza ukakisemea nini? Mimi nilioa nilipoona muda wangu umefika kuoa na nimetimiza umri wa kuoa. Hazikuwa mbio za mashindano kwamba nataka kuoa
kumzidi nani au kufanya harusi ya kumzidi nani. Nilifika wakati ambao naona sasa niungane na mwenzangu kutengeneza familia. Haikuwa kasi ya mbio ya kushindana ukubwa wa sherehe ama namna gani kitu kinaweza kufanyika. Kwa hivyo mimi sikuwahi kukompea harusi yangu na harusi ya mtu mwingine yote, wala sikuwahi kuchukua mfano kwamba harusi yangu iwe bora. Kwa hivyo ilifikia wakati ambao nimeona ni wakati sahihi wa mimi kama kijana kuingia kwenye ndoa kwa lengo la kujenga familia. Na nashukuru Mungu, moja kati ya vitu ambavyo vilifanya harusi yangu iwe kubwa ni support ambayo watu waliitoa. Haikuwa kubwa kwa mimi kuamua au kwa mipango yangu kwamba sasa nataka nifanye harusi iwe kubwa sana, bali watu wengi waliipokea kwa moyo na walijitokeza na walinisupport sana, na nawashukuru mpaka leo. Kwa hivyo hata mimi wakati Jux anaandaa jambo lake nimeshiriki kwa kiasi kubwa sana toka mwanzo, kwa sababu nakumbuka hatua za awali wakati ameanza mahusiano na mkewe wa sasa. Mimi ni moja kati ya watu wa mwanzoni kabisa, tulikuwa tunazungumza, yuko kule kwenye NBA tunaongea video calls na nini, na nadhani ilikuwa sijui ni wimbo wa Mabosi umetoka kitu kama hiko, dada alijipost clip, Jux akanitumia nikapost na hivyo. Kwa hiyo toka mwanzo tumeshirikiana katika kuona jambo lake linawezaje kuwa kubwa na zuri. Kwa hiyo linavyozidi kuwa kubwa, mimi ni moja kati ya watu ambao nafurahi kuona nilishiriki kumwambia hili ni jambo jema, unaenda kuingia kwenye ndoa, ndoa inakuja na baraka. Na hata jana nilikuwa na chat naye, nyimbo zake 3 ziko kwenye charts kubwa za Nigeria. Nikamwambia unaona namna gani ambavyo ndoa imekuja na baraka, na yeye mwenyewe anakiri hilo. Kwa hiyo kwangu mimi ni furaha kuona namna gani Jux ameweza kutuwakilisha kwanza sisi kama Watanzania, ametuwakilisha sisi kama wasanii, lakini ameonyesha mfano bora na yuko na furaha kama kijana mwenzangu akiwa na furaha kama vile nafurahi. Ni vizuri kuwa na vijana wengi ambao wana furaha, wanafanya vitu positive, kama ambavyo unajua sasa hivi kuna challenges nyingi za watu kupata misongo ya mawazo, afya ya akili na vitu vingine. Kwa hiyo tunapopata watu ambao wanafanya mambo makubwa mazuri yanapendwa, tuna haja ya kupongezana. Na kiukweli Jux anafanya jambo kubwa sana 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 sana. Yeah. Kwa kifupi umemvuia kofia kwenye. Nimependa namna ambavyo ameifanya harusi yake. Ni moja kati ya harusi kubwa kwa kutokea Afrika. Kwa hiyo nampongeza, amefanya jambo kubwa na limepokelewa. Unajua mara nyingi naambiaga hata rafiki zangu wengine, unapotaka kufanya jambo kama la harusi au nini, utoka unapoanza usiwaze kwamba nataka kufanya harusi kubwa sana ya kufunika watu wafanye. Waza katika ule upendo na nguvu uliokuwa nayo. Jambo la Jux limekuwa kubwa kwa sababu ya support pia alopata kwa watu, kwa sababu ya namna ambavyo Mwenyezi Mungu mwenyewe ameamua kulibariki kutokana na upendo wa baina yao wale watu wawili, na pia namna ambavyo Jux anaishi na watu wanaomzunguka. Watu wamejitolea, wamemsupport. Hivyo ndio vinavyopaswa kuwa. Lakini angesema labda toka awali kwamba nataka nifanye jambo kubwa, labda ajitenge na watu, afanye kama kwa level ya mashindano, labda watu wengine wangeona kuna haja ya kushiriki katika udogo au kutoshiriki. Lakini watu wamelifanya jambo kwa nguvu na kwa upendo kwa sababu ya aina ya mtu mwenyewe ambaye anafanya. Hivyo ndivyo vitu vinatakiwa kufanyika. Watu wakawa wanakuja kuona lenga kwenye watu wako wanatupa mizigo sana. Mbona lenga Hujaniona kwenye kutuza. Chaga mwingi ama vipi? Kiukweli nilichange hela zangu kwa ajili ya kutunza, nilikuwa na hela za kutunza. Lakini kiukweli kulikuwa kati ya vita ya nafsi nafsi na tukio. Kwa hiyo nafsi ilishindwa, nikagundua nina mahitaji mengi sana nikiwa Dar es Salaam nahitaji kuyafanyia kazi. Basi kwa bahati nzuri nilifanikiwa kuokoa baadhi ya kiasi kichache ambacho nilifanikiwa kukitoa kilitosha. Lakini kama kiasi gani jumla toto? Yaani uko umejiandaa bana, mimi nikifika pale nifanye siwezi kusema, lakini nilichange kiasi kingi sana ambacho baada ya kurudi kimeweza kufanya vitu vingi. Na kwa hiyo nashukuru Mungu, na vitu vingi nilifanya duty free huko. Kwa hiyo lakini nilitoa, sio kama sikutoa kabisa, nilitoa. Na nyingine niliwapa pia kwa sababu niliwahi kuondoka huko mbili, niliwapa shehe zangu wengine waendelee nazo. Kwa hiyo zipo ambazo nilitoa na nikawapa na watu wengine watoe, lakini nilichobakisha ni kingi kuliko ambacho nilikitoa. Muziki wa Billnass Nigeria kwa muda mchache ambao umekaa kule kwenye harusi ya Jux, ukoje?
Na labda pengine kwa wasanii ambao pia wameenda kwenye harusi ya harusi ukitoa Diamond Platinum ni wewe na mke wako. Na labda kuna namna ambavyo mmepata labda exposure za connection na baadhi ya mastaa ambao wako Nigeria kwa maana kwamba collaboration na nini? Kwanza wasanii ambao tumeenda kwenye harusi sidhani kama ni mimi tu na mke wangu. I think alikuwepo Jinako pia. Na nadhani Ommy Dimpoz pia alikuwepo. Kwa wasanii walikuwepo. Na mimi Nigeria sio mara ya kwanza kwenda. Kwa hiyo kuhusiana na muziki wangu Nigeria kiukweli ni bado kabisa, siwezi kukudanganya. Natakiwa nifanye kazi kubwa sana, bado sana. Kwa hiyo lakini wapo wanamuziki ambao wamefanikiwa, ngoma zao zimefanya vizuri Nigeria. Zipo ngoma kubwa, mfano wimbo wa Jaiva, Mtoto Kautaka ni wimbo mkubwa Nigeria. Nyimbo za Jux, nyimbo za Diamond nyingi sana ni kubwa. Bado pia kuna sehemu nilipita nikasikia nyimbo ya Vanessa Mdee, unaona. Nandi na Joe Boy. Nimesikia nyimbo, yani sio kama nyimbo azili Harmonize, nimesikia wimbo wake. Kwa hiyo tunayo nafasi, wapo wasanii ambao wanasikika zaidi, wapo wasanii wetu ambao wanasikika kidogo. Kuna sisi wengine bado kabisa hata kuanza kusikika. Kwa hiyo ni swala la kulifanyia kazi na kupigania kuhakikisha inawezekana, na inawezekana kwa ukubwa kabisa. Ni swala la kutengeneza muziki ambao wenyewe utazungumza, kwa sababu muziki ni vibe. Ikipigwa nyimbo ya Jaiva Mtoto Kautaka, the way watu wana vibe